Giza kimeweza kutanda katika taifa la Tanzania baada ya orodha kamili ya majina 156 wakiongozwa na rais wa sasa Samia Suluhu Hassan kuwasilishwa katika mahakama ya jinai ICC. Orodha hii ni gani na inahusu akina nani? Kulingana na barua ambayo tumeipokea katika meza yetu ya habari ambayo imewasilishwa na mwanaharakati mmoja katika taifa la Tanzania kwa jina anaitwa Maria Sarungi, ameweza kuweka orodha ya majina 156 hasa kwa wale ambao watafikishwa katika mahakama ya ICC kwa kile anachokisema ya kwamba walikuwa na mkutano maalum, wakakaa kila mmoja akatoa hela za kununua silaha ili kutekeleza maovu nchini Tanzania. Lakini kumbukwe hayo ni madai. Barua hii kulingana naye anasema ya kwamba imeweza kutolewa na wananchi wazalendo wanaodai haki, uhuru, sawa, uwajibikaji, ukweli na kupatikana kwa katiba mpya inayotambua Jamhuri Huru ya Tanganyika na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Lakini naomba kusoma kile ambacho amekiandika katika mtandao wake wa kijamii mwanaharakati huyu Maria Sarungi. Anasema ya kwamba orodha ya waliochangia kununua silaha za kuangamiza Watanganyika, chama cha kigaidi cha Mapinduzi memwezesha Samia Suluhu Hassan pamoja na familia yake kununua silaha za kuangamiza Watanganyika. Wafuatao ndio wahusika waliotoa hela za kununua silaha na kulipa vikosi vya mamluki kuua Watanganyika zaidi ya 10,000 wakati wa harambe iliyofanyika Agosti 12, kumaanisha kwamba kulikuwa na mchango harambe kubwa ambayo iliweza kuandaliwa tarehe 12 mwezi Agosti, ama ukipenda mwezi wa 8 mwaka huu 2025 katika kumbi za Mlimani City, Dar es Salaam. Tunarekebisha orodha hii ili kuiwasilisha katika mahakama ya kimataifa ya ICC kama sehemu ya ushahidi. Hivyo tunaomba raia wema watusaidie kupata taarifa na majina sahihi, kumaanisha kufikia sasa wako na majina yale, lakini wanaomba usaidizi mkubwa tena, kwa sababu katika mahakama ya ICC what comes under consideration ni ushahidi wa kutosha ili kufungua mashtaka ama kesi dhidi ya wahusika hasa kwa mauaji. Kabla nizame kwa undani, nashukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kana, tukabidhi like, kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja kutukabidhi like. Nikiwa hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubalishwa na kuandikiwa subscribe. Tunakaribu kule kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunavyoziweka katika mtandao huu wa Mwakeja TV, na sambaza hii kanda kwa 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook ili tuendelee kujulisha wingi tena zaidi. Kwa hivyo kufikia sasa hali hatari imetangazwa Tanzania, kwa sababu wale ambao waliweza kuhusika kwa ununuzi wa silaha za kuangamiza wa Tanzania majina yao yatafikishwa katika mahakama ya ICC. Lakini kwa sababu orodha hii ni refu ambayo ni ya watu 156, sitasoma, lakini nitakuwa napitia tu kidogo. Naona wa kwanza kabisa aliweza kutoa mchango wake wa bilioni 10 za Tanzania, na wengine wakatoa bilioni 2, bilioni 1.5, lakini nitaiweka hapo ili uweze kupitia majina kwa sababu sina wakati. Na wa mwisho kabisa anaonekana kutoa shilingi milioni 1 katika orodha hiyo ya majina 156. Kufikia sasa Rais Samia Suluhu Hassan anaendelea kulaumiwa hasa kwa uongozi wake kwa kile ambacho kinasemekana ya kwamba hakukuwa na uchaguzi wa haki na uwazi nchini Tanzania, uchaguzi ambao unadaiwa kufanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu 2025,
jambo ambalo liliweza kusababisha maafa kwa sababu vijana wa Gen Z na Watanzania walianza kuandamana hata wakati wa upigaji wa kura siku hiyo hiyo. Kwa nini wanasema Rais Samia Suluhu Hassan sio halali? Ni kwa sababu maandamano yalianza kutanda siku ya uchaguzi tarehe 29, kwa sababu mida ya asubuhi maandamano yalianza kushika kasi, huku kura za upigaji wa kura zikitapakaa kila mahali, jambo ambalo liliweza kusababisha vijana wa Gen Z kufanya uhalifu mkubwa, haswa katika vituo mbalimbali vya upigaji kura. Kisha baadaye tuliweza kushuhudia serikali ya Tanzania ikizima mitandao. Lakini baada ya siku 4 kukamilika, tume ya uchaguzi nchini Tanzania iliweza kumtangaza Samia Suluhu Hassan kushinda kwa 98% ya kura zile ambazo aliweza kumiliki. Sasa swali linakuja, je, iliwezekanaje? Kwa sababu Tanzania ni kubwa. Iliwezekanaje matokeo ya kura kusambazwa ama kutumwa kutoka eneo moja kuelekea kituo kikuu cha kujumulisha uhesabu wa kura kutoka eneo moja kuelekea lingine, kwa sababu mitandao iliweza kuzimwa? Jambo hili linaleta changamoto haswa kwa kuelewa ni kivipi tume hii iliweza kupokezwa majibu ya kura kutoka maeneo mbalimbali katika taifa la Tanzania. Na wakati huo wengi hawakupiga kura, na hata waangalizi wa kimataifa walikuwa pale, walisema ya kwamba hakukuwa na uwazi haswa kwa upigaji wa kura. Kisha baadaye tukashuhudia wabunge wengi zaidi wakichaguliwa chini ya Chama cha Mapinduzi ambacho kimamlakani CCM. Ikumbuku kwamba kiongozi wa mrengo wa upinzani Tundu Lissu, ambaye ni kiongozi wa chama kile cha Demokrasia na Maendeleo nchini Tanzania, aliweza kuzuiliwa kuwania kiti cha urais, na kwa sasa hivi yu gerezani kwa zaidi ya siku 280. Ikumbuko kwamba kiongozi wa ACT Wazalendo ambaye anaitwa Mpina naye aliweza kuzuiliwa. Hawa viongozi wawili ambao walikuwa na umaarufu mkubwa wa kisiasa hasa kutoka mrengo wa upinzani, lakini Samia Suluhu Hassan yeye ndiye alikuwa maarufu peke yake kwa kuwania kiti cha urais, kumaanisha ni yeye peke yake alikuwa anajipinga, lakini akachaguliwa kulingana na vile tume ya uchaguzi iliweza kumtangaza kuwa mshindi. Ikumbukwe bunge la Ulaya liliweza kutubilia mbali mambo yaliyoshuhudiwa nchini Tanzania, huku wakiagiza serikali ya Samia Suluhu Hassan kuhakikisha ya kwamba miili ya wale ambao waliweza kuangamia imewasilishwa kwa familia husika ili kuzika miili hiyo, kwa sababu kuna baadhi ya familia kufikia sasa haijaona wenzao ambao waliweza kuangamia, huku wengine wakizika viatu, wengine wakitumia picha za wahusika wenda zao kama njia moja ya kufanya mazishi, jambo ambalo limeleta changamoto kubwa na shida miongoni mwa familia katika taifa la Tanzania. Na kufikia sasa tumeshuhudia mfereji wa msaada kukatishwa kuelekea nchini Tanzania kwa sababu ya yale ambayo yaliweza kushuhudiwa. Lakini ICC imeweza kualikwa kufanya uchunguzi wa kina kujua chanzo, wahusika wa mauaji nchini Tanzania ili kufunguliwa mashtaka dhidi yao. Na tumeshuhudia baadhi ya mataifa, Canada, Uswidi, Marekani, yakikatisha misaada kuelekea nchini Tanzania. Ndio maana tunaendelea kusisitiza na kusema ya kwamba huenda Tanzania ipitie changamoto hapa na pale, kwa sababu hakutakuwa na hela za kutosha, na itawalazimu wa Tanzania kujifunga mishipi, kwa sababu watatozwa ushuru mkubwa ikilinganishwa na siku za hapo awali, ili kuhakikisha kwamba maendeleo na wafanyikazi wa umma wamelipwa nchini Tanzania. Kwa hivyo kuna giza ambayo inaendelea kutanda katika taifa la Tanzania, kwa sababu mwanaharakati Maria Sarungi anasema ya kwamba wanaenda kuhakikisha kwamba majina 156 yamewasilishwa katika mahakama ya ICC
kwa wale ambao wanadaiwa kuhusika kwa kununua silaha ambazo ziliweza kutumika kuangamiza Watanzania, kwa sababu kuna madai hapa na pale, kwa sababu kufikia sasa hata serikali ya Samia Suluhu Hassan haijatangaza idadi ya wale ambao waliweza kuangamia, lakini kulingana na upinzani wanasema ya kwamba zaidi ya watu 3,000 na wengine 10,000 wanasema ya kwamba waliweza kuangamia kufuatia uchafuzi ambao uliweza kushuhudiwa wakati na baada ya uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba nchini Tanzania. What do you think? Je, unakubaliana na Maria Sarungi kwamba kulikuwa na mkutano wa kuchangisha hela za ununuzi wa silaha zilizotumika kuangamiza Watanzania? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa kukueleza matukio yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Tutakutana katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button and this adult here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload and video clip, you'll be notified automatically that Tomo Kenya TV has uploaded the video clip to which. Remember to share our content also have WhatsApp groups and on Facebook. That is how we can continue building this channel of ours, Tomo Kenya TV. Let's meet in the next video. Bye bye for now.